Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Ndugu zangu wapendwa, wana Kiwangwa, tunaadhimisha Dominika ya 33 ya mwaka C wa kanisa, na katika Dominika hii ya 33 ya mwaka C wa kanisa ndipo tunapoadhimisha sakramenti ya kipaimara kwa watoto wetu hawa 9, tukiwa tunamshukuru Mungu kwa makuu anayotutendea katika maisha yetu, kwa zawadi ya sakramenti hii katika parokia yetu, na wakati huo huo tukiendelea kumuomba aendelee kututegemeza kuwa na sisi katika kuboresha parokia yetu, kuboresha kila wakati, kuimarika vile vile katika imani yetu, na kuwa na umoja zaidi na zaidi kama wana Kiwangwa na kama wana Bagamoyo. Tunaendelea kujikabidhi mikononi mwake. Katika tafakari ya neno la Mungu tumeona tuchukue masomo haya ya Dominika hii ya 33 tuweze kuyatafakari, hasa tunapoangalia kwamba mwaka wa kanisa unaelekea ukingoni. Yatusaidie kwa tathmini zaidi ya maisha yetu na wito wetu na ufuasi wetu na wajibu wetu kama Wakristo mbele ya Mungu mwenyewe. Kwa maneno mengine, kuziangalia vizuri dhamiri zetu ambazo zimelelewa Kikristo na ndizo zinazotuongoza katika kuyatenda yale Bwana anayoyataka katika maisha yetu. Yatusaidie masomo haya na kuyaangalia kwa namna pekee yaweze kutulea. Kama tulikuwa tumejisahau, tuweze kuwa karibu sasa, na tuweze kuwa macho na kuendelea kufanya vizuri katika wito wetu na katika ufuasi wetu kwa uaminifu mkubwa. Mambo makuu matatu tutayaona katika masomo yetu haya tuliyasikia leo. Jambo la kwanza ambalo tunalikuta katika somo la kwanza na somo la Injili ya leo, sasa siku itakuja. Siku itakuja. Siku gani hiyo? Ni siku ya Bwana. Siku ya Bwana itakuja. Sasa tunapoiangalia siku ya Bwana, tunaiangalia kwa namna pekee kwamba kwanza ni Dominika. Leo ni siku ya Bwana. Kila mmoja wetu amejiandaa kutoka nyumbani kwa ajili ya siku ya Bwana, kumwabudu, kumsifu, kumtukuza na kuwa na utulivu, kumsikiliza anatuambia nini katika dhamiri zetu na katika maisha yetu. Ni siku ya Bwana. Kwa Dominika ni siku ya Bwana. Ndio maana inaitwa Dominika, siku ya Bwana, ambayo ni muhimu sana kwetu kama waumini, kama Wakristo. Siku inakuja, tunaisubiria kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Dominika, siku ya Bwana. Kwa sababu tunajiandaa kwanza kiroho na kimwili ili tukampokee Bwana siku hiyo yake, ili tukashinde naye, ili tumuombe atusaidie daima katika maisha yetu. Kwa siku inakuja, siku ya Bwana. Lakini vile vile siku ya Bwana inakuja, siku hiyo ya Bwana katika nyakati za mwisho. Hakuna ambaye anaweza akasema ataishi milele hapa duniani. Na kwa sababu hiyo tunaangalia mbele. Nitakufa mimi. Lakini nakufa katika hali gani? Katika ulevi? Nakufa katika ugomvi, fitina, mzaha, dharau, kiburi.
na waonaje wenzangu. Na kwa sababu hiyo lazima niangalie ninavyojiandaa katika siku ya Bwana inayonijia sasa, ninapoenda kumlaki Bwana wangu, ninapoenda kukutana na huyu hakimu mwenye haki, na kuwa katika hali gani? Hii ambayo inabidi tujiangalie. Ndio maana katika Injili tunatahadharishwa, jihadharini, kuna mwisho. Jihadharini, kuna mwisho. Mwisho wa kila kitu. Hatuvae nguo ngani nzuri ya kupendeza. Unapokufa utasema naomba mnizike na hii nguo. Jamani tu utaona tu usamaria wa watu wale ndio watakao kuvisha. Unaweza ukawa unaenda kuoga huko ndio ukaanguka bafuni. Wasamaria ndio watakuja kukusitiri, kukuvalisha nguo. Ndio watakao kusema kwamba sasa hizi tumvalishe kwa mtindo huu. Lakini sio wewe utakayesema, utayaacha yote. Hakuna kitu ambacho tunakiona katika dunia hii kwamba kitakuwepo. Na ndio maana katika Injili anasema mnaisifia hekalu, mnasifia Yerusalemu, mnaangalia mapambo, angalia yalivyo. Mnamwangalia huyu mbona tajiri, mnamwangalia huyu ana magari mangapi, huyu anafanya nini, lakini ana kiburi, haongei na watu, anawadharau na kuwanyanyasa. Tunatahadharishwa, yote yana mwisho. Na kwa sababu hiyo tutambue hilo. Ndio maana kujihadhari ni kuwa tayari kwamba unapofika mwisho niko vizuri, niko katika hali nzuri. Na kwa sababu hiyo ndio maana tunaambiwa haya, kujiandaa, mjihadhari. Anatuambia Yesu mwenyewe, wale wanaosimulia jihadharini, siku ya Bwana, siku inakuja. Haya yote mtayaona. Tunaambiwa katika hili hekalu lile ambalo lipambwa, yana kuna kitakacho baki, liwe jiwe liwe nini, vyote vitabomolewa. Ni utabiri ambao anautoa Yesu, ni ule ambao ulitimia kwamba hekalu la Yerusalemu lilibomolewa wakati wa utawala wa Rumi. Lakini sisi tunaangalia sasa kubomolewa kwa mambo yote ya ulimwengu huu ambayo yote ni ya kupita. Na wakati huo huo kama wafuasi kujiandaa, kuangalia kwamba wakati huo huo nyuma ya uharibifu huu, nyuma ya yote yatakayoharibika, kuna hali ya kuto kumpokea Bwana. Kuna hali ya kuto kupokea kila kiletacho amani, kutotambua ujio wa Mungu katika maisha, kuto kumuona Mungu kwa wenzetu, kuto kumuona Mungu katika familia zetu, kuto kumuona Mungu katika yale tunayofanya. Na kwa hiyo kufanya mdhaa. Kwa ndio maana tunaambiwa hivyo, tuwe macho, tufahamu hayo. Na ndio maana Yesu baada anatuambia, kwa sababu kule kwenye somo la kwanza tumeona nabii Malaki anavyoeleza kwa ukali wote, angalieni siku ile inakuja. Iweni makini, siku ile inakuja ile, iweni hiyo siku sio ya kawaida. Kujiandaeni. Na kama wafuasi simameni imara katika imani yenu, msitetereke na msiogope. Na jambo la pili mbali liona sasa ndio linalokuja, angalieni msidanganyike. Msidanganyike kirahisi. Muwe tayari kupambanua mambo, kusoma alama za nyakati. Muangalie ulimwengu unavyokwenda, msome alama za nyakati. Tunakumbushwa na Mtaguso wa Pili wa Vatikano katika hati yake inaitwa Gaudium et Spes, lakini ni hati ambayo inaelezea uhusiano uliopo kati ya kanisa na ulimwengu wa kisasa, wa ulimwengu wa leo. Unajua ni ulimwengu wa sayansi, ni ulimwengu wa teknolojia, ni ulimwengu ambao ni wa utandawazi,
Ni ulimwengu ambao sasa kila kitu kinatafsiriwa kwa kutumika. Wakati mwingine hata mwanadamu anaelezewa kwa kutumika, kwa sababu ni anakuwa mtumwa. Ni katika wakati wote huo kwamba tuangalie, tusidanganyike, kwa sababu tusiposoma vizuri alama za nyakati, kwa maneno mengine tusipopambanua na tusipokaa tukawa na ukimya na utulivu wa kuwa na nafasi hiyo ya kupambanua mambo, tutapotea. Kwa hiyo sasa angalieni, kwenye Injili yametamkwa mengi, hata katika somo la kwanza yametamkwa mengi. Siku hiyo itawaka moto, kutakuwa ni tisho, kutakuwa na nini. Unapokaribia huko kuna alama hizi na hizi na hizi na hizi. Kuangalia hivyo, Bwana unapokuja kukomunika, uangalie umekutana na matetemeko hayo na alama hizo, kwamba Bwana anakuja moyoni mwako, kwamba Bwana ameshanifikia kupitia jirani aliyekuja kuomba chumvi, kwa muhitaji, kwa yule ambaye anaomba ushauri wangu, anahitaji faraja kwangu, na mimi nimejibu nini? Kwa hiyo tuangalie yote haya. Angalieni, msidanganyike. Lakini vile vile mafundisho mbalimbali yanayotolewa katika ulimwengu huu. Leo mama kanisa anatuambia na kutualika, jamani, tuangalie sana watoto wetu hawa, tuwalee katika maadili na imani Katoliki. Tuwalee katika imani na maadili ya Kikatoliki. Tusije tukawaacha watoto hawa katika ulimwengu huu, watalelewa katika vitu vya ajabu, na tutaona wanaishi kama wanyama fulani, na tunakuwa tunatengeneza kizazi cha ajabu. Kwa tuangalie, tuwe na ulinzi wa watoto. Mafundisho mbalimbali yanakuja katika ulimwengu, na hasa katika ulimwengu wetu huu unafiki unatawala. Yaani saa hizi hata mtu awe hana hata aibu kuongea uongo. Tunakuwa wanafiki kwa ajili ya kulinda urafiki. Hiyo inakithiri mpaka inaenda hata kwenye familia zetu hizo. Tunalea watoto wetu katika mambo gani? Katika unafiki huo, katika njia hiyo. Ili uweze kumlea mtoto wako katika dhamiri safi, lazima uwe mkweli na sio mnafiki. Unafiki unatengeneza watu wa binafsi, kwa sababu wakati mwingine ninafaidi kitu kwa mtu huyu, na ndio maana sitaki kumwambia ukweli, kwa sababu nitakikosa. Kwa kila mara nitasifia tu yuko vizuri, kila kitu kizuri. Hatuwezi kuendelea kiroho na kimwili kwa mtindo. Tunapotea kabisa na tunahangaika. Ndio maana kwa mfano hapa mpaka tumeingia kwenye machafuko, tumepigana kwa sababu ya unafiki. Hatuambizani ukweli, tunauana kwa sababu ya unafiki. Hatuambizeni ukweli. Kama nimekosea, unaniambia nimekosea, na mimi niwe tayari kupokea, kwa sababu si malaika mimi. Nijirekebishe, niweze kufanya vizuri kwenda mbele. Sasa yote haya tunafundisha watoto wetu vibaya. Mafundisho haya ni mabaya sana, na tunawaharibu hata kisaikolojia katika safari yao ya kumwelekea Mungu. Kwamba Yesu anatuambia kabisa kwamba ili muweze kufanya vizuri katika ufuasi wenu, mjikane wenyewe, mjitwike misalaba yenu, mnifuate. Hatua tatu hizo. Kujikana, maana kujikana ni kuhakikisha kwamba namweka Yesu mbele. Lakini hatua ya pili, kubeba msalaba, kwamba mimi naelekea Kalvari, ninabeba msalaba, ni Ijumaa Kuu kwangu hii, lakini naibeba msalaba ili nifikie katika utukufu na Yesu Kristo. Ndio hivyo, lakini sio kwa ajili ya urahisi tu, kwa ajili ya kutafuta utajiri wa hapo tu. Ndio maana wengi wanakuwa washirikina. Muumini mzima, wewe unamwamini Yesu, unaanza biashara yako, naenda kwa mganga wa kienyeji. Wewe muumini gani? Mganga wa kienyeji anaenda pale, ndio anaenda kwa padri, taomba nibarikie.
hayaendi mawili hayo, giza na mwanga. Wapi na wapi? Uwezi ukatumikia mabwana wawili, ushirikina upande mwingine afu Ukristo upande mwingine. Haiwezekani. Na udanganyifu mkubwa sana katika ulimwengu huu upo. Nataka nipate pesa kwenu, lazima niwe muongo. Nitawatishia nitawaambia kila kitu ambacho najua kabisa nashika saikolojia yenu nipate hela. Mbona upuuzi? Na ndio maana tunaambiwa kwamba tusidanganyike. Tushike imani yetu Katoliki. Kupambanua ndio utaweza kawa. Kuna alama nyingi za kuwepo. Na tunayo macho ya kuona. Muwe macho. Weza muwe macho, maana yake mkeshe. Muangalie kwamba tunailinda imani yetu. Kwa ndio maana nasema kwamba kumwangalia Yesu na vile vile kuangalia kila kinachotokea, kutafsiri kadiri ya mashauri au kadiri ya Injili inavyotuelekeza. Ndio maana nasema kwamba kusoma alama za nyakati na kuzitafakari na kuzipambanua kwa mwanga wa Injili. Ndio mtaguso unavyotufundisha. Sio kila kitu ni Mungu. Sikuwa na sauti ya juu ndio Mungu yuko na wewe. Unaweza kuwa naashiria kitu kingine. Kwa tuwe macho, tujihadhari. Tunahitaji kuweza kuwa na nguvu na vile vile utulivu kwa yote yanayotokea haya. Kupambanua. Yule anayepambanua kwa utulivu atatumia hekima yake. Ataona, atapima, ndipo atakapoamua. Sio kukurupuka. Matokeo yake anakurupusha, anaingia katika imani ambayo si ya kwake. Na ndio maana ulimwengu wa leo umejaa kitu kinaitwa kwa Kiingereza sawa syncretism. Yaani leo uko na mtu hapa, ani kesho, bahati nzuri tuna vyombo vya habari leo hii, tuna ambavyo vinachukua mambo mengi na kurusha. Unasema si yule mimi namuona pale anakanyaga mafuta, yule si muumini wetu yule. Tena amevaa na rozari yule. Amevaa na nguo ya wawata yule. Au ya uwaka. Nini kimetokea? Mbona tulikuwa naye kanisani? Haijamtosha kumpokea Yesu. Ana imani thabiti kama Mkatoliki kweli. Ukanapatikana wapi? Ndio maana nasema kama kutakuwa na masia wa ajabu, wapakwa mafuta, wengine mitume, majina makubwa, wengine manabii, wengine nani. Sasa ni mtume. Tunakimbilia naenda kwa mtume. Matokeo kata mafundisho yenyewe hajui. Kuna wengine walikuwa wanakosolewa juzi tu. Umeongea mambo ya ajabu huko kwa ajili ya kusifia tu ili apate hela sehemu nyingine. Kwa hiyo anapinga ili yule amfurahie ampe hela zaidi. Huo sio Ukristo wetu. Kwa lazima tuangalie yote haya. Na lazima tuwe na utulivu na nguvu ya kuyashinda yote. Ndio maana Yesu anatuhadharisha, angalieni msidanganyike. Katika kupambanua huko, katika utulivu huo, Yesu bado anatuambia la tatu, mimi mwenyewe nitawapa hekima ya kuzungumza. Kwa sababu katika hilo kutakuwa na mateso ya waumini. Wataambiwa, watatukanwa, watasingiziwa, watazushiwa. Lakini msiogope. Nitawapa hekima ya kuzungumza. Watawapeleka magerezani, watafanya yote yanaashiria mateso ya kanisa kwa kuzusha. Ndio maana watu wa leo ukimwambia ukweli anasingizia alivyo yeye. Wewe mbona umefanya 1 2 3? Ananiambia kwa sababu mimi ni mwanamke. Sio kwa sababu ni mwanamke umekosa. Nakwambia wewe kama binadamu sio kama mwanamke. Tunahitaji kuishi 1 2 3. Au ni kiongozi, umekuwa kiongozi mwanamke, kwa hiyo unaanza kulilia wanawake wako. Unatusaidia nini sisi wanawake? Sisi tunaangalia kazi unayofanya. Kama umekuwa mbunge mwanamke, basi tunaangalia, tunaongea na mbunge. Na tunataka mbunge afanye 1 2 3. Usifanye kisingizio cha wanawake.
kwamba wananionea kwa sababu mimi mwanamke. Sio kwa sababu wewe mwanamke, hapana, ila kwa sababu ya wadhifa wako. Tenda inavyotakiwa na wajibika kadiri inavyotakiwa maadili ya kazi yako. Na wengine wanakimbilia kwenye mambo ya udini, vitu kama hivyo, kwa ajili kusingizia. Kwani tunasingizia? Kwani tukimbilia huko? Anasema hivi kwa sababu anamsema huyu kwa sababu si wa imani yake. Na amekuambia mawazo yangu ni sio mawazo yako. Kwa lazima tuangalie yote haya. Lazima tuangalie haya. Ndio maana sasa kwamba kama huwezi ukatambua makosa yako, na ili utambue makosa yako unahitaji tafakari ya kina. Unahitaji kujitathmini kwa kina. Kama utashindwa kujitathmini kwa kina, ndio utakuwa unasingizia visingizio vingi, na matokeo yake utakimbia kivuli chako. Hiki si changu, kivuli hiki si cha kwangu. Kwenye mitandao walikuwa wanaonyesha katoto fulani kanakimbia kivuli chake mpaka kanaanguka chini. Wakati ni cha kwako, anakimbia kivuli chake. Katika maisha yetu tunakimbia vivuli vyetu. Umefanya kazi hiyo, umefanya wewe mwenyewe, umechemsha wewe mwenyewe, hujafanya vizuri mwenyewe, wewe unaonyesha watu wengine. Kwa nini unaonyesha watu wengine? Kaa chini, tafakari, tathmini, jihoji, alafu itakusaidia. Itakusaidia. Na wewe kama muumini, fuata vizuri mafundisho yako unavyoelekezwa, ndivyo unaweza ukasonga mbele. Kama wamekwambia misa inaanza saa 3, uje saa 3. Kama wamesema misa inaanza saa 4, basi saa 4. Kama misa ziko 2, moja saa 12 na unapenda kusali swala misa saa 12, alafu unakuja saa 2:30, sasa wewe unaenda kusali, unaenda kufanya nini? Unasubiri kwanza wewe nifikie mwishoni. Awabariki Mungu mwenye, au saizi wanakomunika, ndio najiunga kwenda kukomunika. Sasa ujihoji wewe mwenyewe, hivi naenda kukomunika, nilikuwa kwenye misa? Nimekurupusha misa au nimeenda tu? Imani. Na imani inaendana na matendo yetu. Lazima tujiangalie vizuri. Hata wanawake wangu wamejiangalia vizuri. Kwa mfano kama leo mmechelewa sana nyinyi. Kuna wengine wanakuja wanasoma hata message kwenye simu. Yeye anajua kabisa nimechelewa, yuko pale anaangalia message kwenye simu. Unajua nimechelewa naenda kusali. Yeye anasoma message kwenye simu. Kweli? Unaonyesha kabisa una moyo na kwenda kusali kweli? Wanake muangalie, sisi ni waumini wa Katoliki jamani. Lazima tuonyeshe imani yetu. Kwa sababu tunasema kwamba Yesu anatusaidia. Kwa sisi wenyewe tuwe kwanza kusaidiana ndani yetu sisi wenyewe. Na katika kusaidiana huko ndio tuende mbele na tutafaulu na tutafanya vizuri. Na tuishi sasa, anasema kwamba katika kumshuhudia Yesu Kristo, Yesu mwenyewe anatuongoza. Na katika kumshuhudia Yesu Kristo anapotuongoza, tutambue hilo kwamba anatuwezesha sisi. Tumewezeshwa, tumestahilishwa, na kwa sababu hiyo tumtegemee yeye katika hilo. Tusipofanya hivyo, tusipokuwa na umoja sisi kwa sisi, kila mtu anafanya anachotaka, ni kufeli kabisa kati ya watu wengi waliopo. Tuna imani nyingi, wengine ni majirani zenu tu hapa. Wanapigia kelele hapo. Sasa na nyinyi mwe hapa mnapigiana kelele nyinyi kwa nyinyi. Hamsaidiani, hamuonyani, hamsahihishani. Kila kitu kinaenda tu. Mtafeli. Wanakiwangwa, ni muhimu tuangalie hilo tunapojenga parokia yetu mpya. Na tunamshukuru Mungu saa hizi tuko kwenye bati humu ndani. Sasa hata tunaelekea katika finishing, lakini kila mmoja aangalia ana nafasi gani katika hilo.
Ndio maana tunaelekea sasa katika somo la pili ambalo lina maneno mazito. Asiyefanya kazi asile. Pengine tuna chakula cha kiroho, lakini kuna chakula cha kimwili vile vile. Kafana Paulo hapa alikuwa anaongelea chakula cha kimwili, hapa anawaambia watu wanajiingiza tu kwenye mambo ya watu kwa ajili ya uvivu. Lakini vivyo tunaongelea unaweza kuwa unajiingiza tu kwenye mambo ya watu kwa kiroho, uvivu wa kiroho. Upo uvivu wa kiroho. Unaweza kutoka hapa kanisani, unaenda nyumbani usijue hivi nimefanya nini kanisani leo. Kitu gani ambacho nimeambua na kinanifanya mimi nipige hatua ya kiroho kumwelekea Mungu? Tusipokuwa tunajihoji hivi, kiroho tunaelekea wapi? Uvivu wa kiroho upo, ambapo tusiposaidiana katika uvivu wa kiroho, ndio hayo ya kujiingiza kwenye mambo ya watu na kutotambua umuhimu wako wewe katika nafasi ulionayo katika kanisa. Kutotambua kwamba kanisa linakutegemea wewe. Kutotambua kwamba jumuiya ndogo ndogo zinakutegemea wewe. Kutotambua utaenda moja kwa moja vile vile kwamba familia inakutegemea wewe, lakini ujui inakutegemea katika mafundisho, inakutegemea katika kuonyesha mifano, kusali, inakutegemea katika kuongea, inakutegemea katika yote, kwa sababu wewe ni mlezi mkuu. Usipoonyesha mfano katika malezi, nani atakuja kuonyesha katika hiyo? Lazima tutafute, tuangalie hivyo, tusaidie hivyo. Tusipoangalia tunapotea. Tumuombe Mungu atusaidie siku ya leo tunapoadhimisha Dominika hii ya 33. Kila mtu ajihoji, tuache uvivu wa kiroho. Naona kelele hizo? Mko nazo hivi. Sasa mkianza kusema na nyinyi, mkishangaa mtu anaanza na yeye anafuata kule, maana yake mawazo yake yote yako kule. Hilo ni tatizo. Na tuendelee kumwomba Mungu atusaidie. Tumsifu Yesu Kristo. Watoto hawa wamejiandaa sasa, wanapata sakramenti ya kipaimara. Tangu tumekuwa jimbo la Bagamoyo, wao ndio watoto wa kwanza katika parokia yetu. Leo nilikuwa naongea nao, sasa kwa nini mko 9 tu? Ina maana uzazi huku haupo tena? Wewe mna vigango vingi nyie, Mwetemo, si wapi, mpaka huko Fukayosi. Kwa nini wako 9 tu? Sasa katekisa katetea akasema kwamba unajua walipata mwaka jana. Sasa kila mwaka inabidi kuwe na kipaimara. Hawa wanatoka wanaingia wengine, hawa wanatoka wengine wanaingia. Ni muhimu sana. Sawa jamani?